Hali inazidi kuwa tete na ya hofu Mashariki ya Kati baada ya mzozo kati ya India na Pakistan kushika hatamu kweli kweli. Ni Operation Sindoor kutoka katika jeshi la India kwa kile wanachokiita kushambulia kambi za magaidi zilizopo nchini Pakistan, dhidi ya Operation Bunyan Armor Source kutoka jeshi la Pakistan kwa kile wanachokiita majibu ya mashambulizi yaliyofanywa na India nchini kwao. Mpaka sasa watu takriban 48 wakiwemo raia wa kawaida na wanajeshi kutoka pande zote mbili wathibitika kufariki dunia kutokana na mashambulizi hayo na kuacha mamilioni ya watu waishio karibu na mipaka nchi hizo kuwa na hofu kubwa. Siku ya jana Mei 9, Pakistan ilizindua Operation Bunyan Armor Source baada ya waziri wa ulinzi wa Pakistan Khawaja Asif kutangaza kwamba vita kamili na India sio jambo la kuepukika. Hatuoni chaguo lolote zaidi ya vita kutokana na vitendo vya uchokozi vya India. Hivyo lazima tuwalipe kwa sarafu moja, alisema waziri wa ulinzi wa Pakistan. Usiku wa kuamkia leo, jeshi la Pakistan limesema limeshuhudia mashambulizi ya makombora kutoka nchini India katika vituo vya anga vya Nurkan, Mored na Shokot, lakini makombora mengi yalizuiliwa na mifumo yao ya ulinzi wa anga. Katika majibu yao, Pakistan imefanikiwa kulenga maghala ya silaha na viwanja vya ndege vya kijeshi vya India. Mashambulizi hayo pia yamehusisha matumizi ya droni za kisasa, zikiwemo droni za mashambulizi za upelelezi. Wakati mashambulizi ya kijeshi yakiendelea, jeshi la mtandao la Pakistan Cyber Command lilifanya kile kinachoitwa operation ya kimya kwa kuvamia mifumo ya teknolojia ya India. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama vya India, mifumo ya reli ya Delhi na Mumbai ilipata hitilafu kubwa baada ya treni zikilazimika kusimama hafla. Tovuti za Wizara ya Ulinzi na benki tatu kubwa za India ziliripotiwa kushambuliwa kwa muda wa saa kadhaa. Pia wahalifu wa mtandaoni waliweka ujumbe wa kisiasa uliosema Kashmir ni damu ya Pakistan, hivyo msiichezee. India haijajibu mashambulizi hayo ya mtandao, lakini inaaminika kuwa vikosi vyake vya ulinzi wa mtandao vipo kwenye hali ya tahadhari ya juu, huku mitandao ya mawasiliano ya kijeshi ikihamishiwa kwenye mfumo wa dharura. Taarifa za ndani kutoka India zinasema jeshi la India limeanza rasmi maandalizi ya silaha kupambana na mashambulizi ya nyuklia, huku taarifa kutoka Pakistan zinasema waziri mkuu aliitisha kikao cha dharura, ikizaniwa kuwa ni kikao cha kuandaa silaha za nyuklia. Nchi za G7, Umoja wa Mataifa na Marekani wamezitaka pande zote kurejea kwenye meza mazungumzo na kuepuka hatua zinazoweza kuongeza moto wa vita. India imesema iko tayari kuacha mashambulizi endapo Pakistan itafanya vivyo hivyo, lakini Pakistan haijatoa kauli ya wazi kuhusu masharti hayo. Mzozo huu hauhusu tu mipaka ya India na Pakistan. Dunia nzima inatazama kwa wasiwasi, ikitambua kuwa mgogoro huu unaweza kuathiri usalama wa dunia nzima kwa namna moja ama nyingine. Naitwa Kidu na hii ni 7 Media. Kaa karibu kuendelea kupata update zaidi juu ya kinachoendelea nchini Pakistan na India.